nyumba moja kwa muda gani? Maana mke umepata amekuambia hana mtu. Alikuwa anaishi kwako ama alikuwa anakuja akitoka? Alikuwa anakuja akitoka. This man is not easy. What is he saying? Mimi najua uko na shida. Uko na uchungu Patrick. That is not good. Mambo vipi watu wangu? Hope mko poa na hope mmeshinda poa. It's a girl day and welcome back to my YouTube channel. Fanya hivi guys, please subscribe to my YouTube channel and make sure you turn on the notification. Anytime I post a video, unapata notification, unaenda una watch video yangu. And please remember to share, comment and also watch video zote so that you know what I post every day. Guys, as you can see, Nabii ametuita. Sijui alikuwa anatuambia nini. Anyway, naona ameleta mwanaume mwingine, sijui ni nini na happen, but tutakaa tumsikize. So niwajulie hali mkoaje? Tuko salama. Rose, hi. Hi, anyway, hata sikujui jina. Hi, mimi naitwa Charles. Oh, that's nice. I'm hi. tired. I know. Anyway, acha nipe Nabii Rose atuelezee ni nini ametuita, because naona hapa amejiambia, amesema anaitwa Mr. Charles. Sijui ni nini inaendelea. Anyway, acha nipe Nabii Rose aweze kutueleza kila kitu. Okay, hapa nimeita huyu mzee anaitwa Charles, maana ninajua jina lake. Sasa nimemuita ili ninataka mambo hii ya pesa ya Patrick ikuje na njia yote, kila mmoja aliyegusa hiyo pesa ya Patrick apatikane kwenye hii msururu wa maneno ili siweze kurudi, ili Patrick achue kila kitu. Nataka achue kila kitu, vile alikuwa anatuma pesa zake kwa mke wake Rose, silienda wapi na wapi na wapi, ili siweze kupatikana zirudi zote. Ndio maana nimeita huyu mzee. Nabii, unasema umeita mzee kwa sababu ya hii na hii, ni sawa. So umesema mpaka Patrick ataweza kujua kila kitu bibi yake alikuwa anafanya akiwa mbali, ni atajua yote. Hii mambo nilitaka Patrick achue kila kitu. Patrick ataweza fikiria mke wake ni wanakorofana tu bure na pesa hakuna, lakini nilitaka kujuliza Patrick kila neno, kila jambo iliingia wapi, bibi yake alienda wapi na wapi na wapi, ndio pesa hiyo ikapotea. So niulize, unajua umetuita, hakuna kitu tunajua. So unataka kusema huyu Mr. Charles alikuwa part of kukula pesa ama amekuwa hapa kwa sababu gani? Yeye Mr. Charles ako hapa maana yeye ndiye alikuwa na uhusiano na mke wa Patrick. Wamekaa na yeye. This man. Pesa huyu wamekaa na huyu. Tena nini Rose? Kumbe ulikuwa unadanganya mimi tu? Nini unaongea? Ulikuwa unadanganya mimi tu na kumbe kuna bwana wengine? But I love you so much. Where have you been all these days? Jaribu kuniguza mimi. Just give clarity. Give clarity. Is this man you got married to again? Because Nelly told me about the other man. Thank you, Nabii, for bringing this to light. Hey, Patrick ni nani? Nauliza, Patrick ni nani? Mimi hata wewe sijui ni nani. Wewe ni nani kwanza? Mimi sijawahi kuelezwa. Huyo madam tumekuwa naye mwaka mingi kidogo. Nimekwambia acha kuniguza. Sasa tena umebadilika na mimi? Umebadilika na mimi madam? So Mr. Charles, unajua huyo? Unamjua? Namjua. Huyo tumekuwa na mpenzi na yeye almost 6 years. Sasa tukapata hata mtoto na yeye. 6 years? Out of my 15 years, 6 years she was married to another person again. Thank you, Nabii, for putting things in light. Rose, just give me clarity. Who is this man? Mimi huyu ni bibi yangu. Bibi yako? Huyu ni bibi yangu. Na nimekuambia acha kuniguza tafadhali. Na mbona hukunieleza kama kuna mwanamke kama kuna mwanamume mwingine? Mbona hukuniambia? Hukunieleza? Niliwaambia hii family, hii boma ya kina Patrick iko na mambo mengi, mambo fiche, lakini yote wakati I've lost over 20 millions of shillings through this woman.
And I've been told a lot of stories about her. When I have come back from abroad, I found she relocated. I'm told she's having another man. So it's you. Is it you? Makosa ni ya nani? Mimi sijaambiwa chochote. Mimi najua wewe madam ni wangu. Aliniambia hana mtu. Mimi sijui. Rose, you see how you mistreated. Hiyo ndio nilikuambia mambo yote Patrick. Niamini vile mimi ninafanya kazi. Hakuna inchi sichafanya kazi. Nilikuambia hii kesi yako ni kidogo. Nimetatua makubwa. Nimeenda Kongo, nimeenda Uganda, nimeenda Sudani, juzi nimetoka Ethiopia kwa kutatua mambo ya families. Aya, nilikuambia vitu zako zote zitakuja. Sitarudi. Au sikuwe na wasiwasi, ila ninajua umeumia rohoni. Yale ulikuwa unaaminia mke wako umepata, ameenda nje, ameleta huyu, amefanya hii, yote yatarudi. Utaenda ukatulie, vitu yote nitairudisha yote. Na Rose atarudisha yote. Yeyote aliyegusa utarudi. So mimi swali langu ni, so Mr. Charles, umeniambia unajua Rose. Ulimjua vipi? Kwa sababu hata sisi tunataka kujua more about hiyo. Ulimjua vipi Sasa mtu kaa naye sasa more than 6 years, tuko naye na mtoto sasa anataka kwenda grade 1. Mkadi na mtoto. Ndio. We Nabii, mimi niliwaambia mambo ninajua ni mengi. Unajua ukisema hivi tu wanaanza kupiga kelele wakikataa. This person called Charles. Huyu bwana ako na mtoto na mke wako. Yes. Declared now that you have a baby with my wife. Yes. So you have been using my money. I've been sending this woman a lot of money. So she has been using my money on you, and you are the one who has given her a baby. What did she tell you about me so that you gave her baby to her? Mimi sijaambiwa chochote. Mimi hata mimi sikujui. Acha kushinda meroko, kwa nini lazima ushinde ukiongea? Sasa mtafanya namna gani? Kumbe unakuanga na mwanamke mwingine nje na mimi hujanieleza? Mbona sijaona mtoto? Wewe hata mama yako ananijua. Wazazi wako wote wananijua. Na wewe alikuanga wapi? Mimi simjui. Mimi sijui. Ule kijana yetu mdogo huyo sasa utapeleka namna gani? Mtoto ni wako, acha kunishinda unaniambia mtoto. No, me I cannot believe this. Rose, this is what you people have done. Sasa unataka Nabii, this cannot happen. Why would this man do this? Why? Msipigane guys. Patrick, please. Usipige mtu. Sit down. Why will this happen? Why will this? I know. I'm not happy. I'm not happy. Najua ni ngumu. Tafadhali kaa chini na pia tuelezee kila kitu, tujue nini hiyo ingine imefichwa. Na Nabii, acha tutulie. Patrick, tulia tu. Tutajua. Nabii, tuelezee yani hiyo mambo fiche. Unajua ningesema mwanzo Rose yako na mume mwingine na mtoto angeruka hapa aende juu kama mama mkwe wake. Sasa nilitaka yeye mpaka nilete huyo bwana yake mwenye wako na mtoto na yeye hata yeye Rose amestuka kumuona pale. So sasa huyu bwana lakini hajaonyesha na usio naona anakaa na anasimama kando. Ako na kiburi huyu. Huyu ni mume wake amempa mtoto. Na Rose aliwacha mtoto kwa mume wake. Aliniona mwisho siku gani? Siku ya mwisho mimi kwa na wewe ni siku gani ndo wanakuta mume wangu? Si ni wiki tatu iliyopita uliniambia unaenda kwenu unakuja. Kumbe bwana yako ndio ulienda kuona, mimi sijui. Huyo labda ni wako wa kando, mimi simjui mimi. You call me bwana ya kando namna gani? This is my rightful wife, married with the wedding and I've paid dowry to their home. What can prove? Nini nasa kuonyesha bibi yako? She has my certificate of marriage. Certificate na mtoto. The house she's living in is my money that built it. What did you do for her that you want to now say you are the husband? Mko na watoto na wewe kweli? Sijawahi kuona mtoto pale. Don't ask me questions that make me unhappy. Is that what she continues to tell you, that I have never given birth with her? But I'm the rightful husband. I am the rightful husband to Rose. Mutakimia na mutii nguvu za Bwana. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Huyu ni mke wa mtu ulikuwa na yeye, hakukuambia. Na hiyo swali unauliza mtu ni nini inaonyesha? Biblia inasema mume atawacha wazazi wake
apatane na mke wake, atawacha wazazi wake wapatane kwa pamoja, nao wataitwa kitu kimoja. Mambo ya watoto ni Mungu anapeana. Kama hujapata mtoto na huyu haijakupatia ruhusa ya kuruka huku, hiyo kile kilicho hapa, ninataka kujua where is the 15 million za Patrick, maana nyumba Rose alienda kununua mahali zamba, nyumba ni ya what 5 million. Yes. This 15, that is what I want. Here. Sina habari hiyo. Mimi pesa yake mimi. Wewe unakaa wapi? Wewe ni kukula. Mimi. Unaishi kwa Rose ama Rose anaishi kwako? Rose aliniambia hiyo nyumba alinunua. Wazazi wake walimpatia kama nini yake. Wewe ukachukuliwa kama mke. With my money? Umeolewa na Rose. Nabii, look at this person. Unaishi kwa boma ya nani? Mimi ninakujua. Nilikujua kutoka mwanzo. Sikutaka kuambia huyu Rose. Nilitaka nikuite uje unielezee. Unawezaje kubebewa akili na msichana mdogo kama huyu? Unakaa na yeye kama wazazi wake wanakujua. Mbona wewe huwezi chunguza kutoka kwa Rose? Wazazi wanakujua. Wewe ukuchunguza Rose amezaa waiolewa ama unabeba tu mtu pora umempata unaanza kuishi na kupata mtoto na mke wa mtu. Ona vile Rose amenyamaza ni kama hakuna kitu amewahi fanya Rose struggling with the phone. Mimi huwa ananionanga wapi? Huu niona wapi juu? Iko wapi pete ya kusema tu mimi ni mke wako? Rightful wife. Yes, it's me the rightful husband. Na ona vile Rose amenyamaza. Hata anakaa mtu mwenye ajui kitu inaendelea. Rose, unatulia, uko na mtoto na Charles. Again, you have given birth Rose with this man. Na wakati huu this disgrace to my life. Wote tumekuwa na wewe, kwa nini hujasema Rose? Mimi ni venye sijipata na mtoto na Patrick. Sasa si lazima nitafute mtoto. Rose. Ulikuwa umeolewa, uliambia bwana yako kama umekasirika na Patrick, ungesimamisha hata mapato yake, useme mimi nimekasirika, sitakaa kwa hii boma, wacha nijitoe na kile nimepata. Sasa unaendelea kufuruta tu pesa ya mwenyewe ukiwa kwingine. Wewe hata Nabii anakuuliza huku unajua, yani wewe ungechunguza kama mwanaume, ungechunguza ujiulize, huyu mke ni wangu, uchunguze kitu hata ndo uendelee na action za kumwa mpaka mnapata mtoto Kuna kitu ambayo huwezi hata kuuliza, sababu vile tulipatana na Rose akaniambia yeye hana bwana, ndio tukaanza kuishi na yeye, lakini alikuwa anatoroka anaenda kwingine, hata mimi nashindwa. So mlikuwa mmekaa na yeye, inatoshana mnalala na yeye ama mnafanya mnaishi kwa nyumba moja kwa muda gani? Maana mke umepata amekuambia hana mtu. Alikuwa anaishi kwako ama alikuwa anakuja akitoka? Alikuwa anakuja akitoka. This man is not easy. What is he saying? Mimi najua uko na shida, uko na uchungu. That is not good. Hiyo ni kazi yangu. Hiyo ni kazi yangu. Please don't. It's painful. Okay, I'm sorry but it's painful. Relax tu kidogo, najua ni painful. Sit down tuweze kuongea. Nabii, najua Patrick amekasirika sana na inamuuma. Utamwambia nini Patrick? Patrick, imekuuma lakini ninajua wewe tulia. Vitu zako nitarudisha sote. Mimi nimefanya kazi inchi zile, wale watu nimesaidia, nimeenda Tanzania, nimeenda Uganda, juzi nimetoka Sudani. Kwa hivyo mambo yako itakuwa sawa. Ninajua inakuuma mpaka unaambiwa mke wako ako na mtoto huko nje. Imekuuma sana lakini tulia. Hiyo ni kazi yangu, nitaifanya. Mimi najua bibi ni yangu. Rose, mimi najua ni bibi yangu. Tena ulikuwa na mwingine tena anaitwa Patrick. Hata kushinda unanichomea bibi yako saa ngapi? Mimi najua pastor kama sikuheshimu wewe, haki ya Mungu. Huyo Rose jua ako na wanaume wangapi? Huyu ndio mume wake. Mimi sijui. Nabii, unaona hata Rose ameenda, ako na kiburi sana. Hii kiburi kitashuka na atarudisha vyote.
Rose atarudisha. Okay, ambia Patrick kitu afadhali. Mimi nakuaminia, najua utamshughulikia kila kitu, itakuwa sawa na atakuwa na raha kwa nini What is this doing here? We have nothing to do with him. Patrick, If Rose has left. hata Charles yeye akujua amepumbaswa na ule, lakini huyu Charles ni yeye ako na akili kidogo ya kutochunguza, anabebwa na mtoto mdogo, sijui aliona mwili huu akujua ni nini ililiza mwili ikawa kufikia hapo. My money. Kwa hivyo Patrick, wewe tulia. Hii yako nitakurejeshea yote. Relax. Mimi nitajaribu mpaka nimetoa yote. Mimi naamini hivyo. Sasa acha nikwambie Patrick, amini Dr. Rose. Hata wewe Charles hujafanya vizuri, ungechunguza maneno nini kila kitu ujue vile inaenda. Hata kama huku unajua umekosea sana, huyu ni mume wake na hujafanya vizuri. Anyway guys, Nabii Rose atakusaidia palipopote penye tu huko, atakusaidia. Anaendaga kila mahali kusaidia na atakusaidia, na mimi najua atasaidia Patrick. Kila kitu itarudi, kila kitu atakuwa na amani kwa roho, na kila kitu itaenda vizuri. Guys, stay tuned till next time. Bye.